Tulimsikia mkuu wa wilaya ya Kilwa ambapo akizungumzia mambo mbalimbali ya kihistoria yaliyopo wilayani Kilwa. Tukiwa bado Kilwa Kisiwani, Comrade Ngubiagai anazidi kufafanua mambo mbalimbali kuhusiana na Kilwa Kisiwani, Songo Mnara, Kilwa Kivinje na Sanji ya Kati. Akielezea huduma za jamii kwenye wilaya ya Kilwa, Comrade Ngubiagai anasema wilaya yetu ya Kilwa ina vituo vya kutolea huduma za afya 60. Naposema 60, maana yake tunazo hospitali kubwa mbili. Moja hospitali ya serikali ya wilaya inaitwa Kinyonga, lakini tuna hospitali ya misheni ambayo ipo kule Kipatimu. Na hiyo hospitali ya misheni serikali inatoa ruzuku kusudi iweze kutoa huduma kwa wananchi. Lakini zaidi hapo tuna vituo vya afya 5. Vituo vya afya 5, ukiweka na hospitali zile mbili inakuwa ni 7, lakini tuna zahanati 53. Wilaya yenye vijiji 90 kuwa na zahanati 53 bado sio sera ya afya ya taifa. Sera inazungumzia kila kijiji kiwe na zahanati, lakini kila kata iwe na kituo cha afya. Hiyo ndio sera ya taifa ya afya. Katika kuona hayo, niliona ni vema tuweze kuendelea kuviboresha ilivyokuwepo, kuombea watumishi wa sekta afya ambao ni wachache sana katika maeneo yote hayo. Mathalani zaidi ya watumishi kwenye idara hii wanatakiwa kuwa na watumishi zaidi ya 1300, lakini chini ya nusu ya watumishi hao ndio tuko nao. Naweza kusema robo yake ndio wanatoa huduma katika vituo vyetu. Maana yake bado tuko chini. Lakini si hivyo tu, hata vituo vyetu vya afya hivi bado havijafikia idadi ile. Lakini hivi karibuni niliona bado upungufu upo. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa wilaya nikasema hapa ndio sehemu ya kuonyesha na wewe ubunifu wako. Katika tarafa ya Kipatimu ambako nimesema wilaya hii ilianza mwaka 1948, lakini tangu uhuru mpaka sasa hivi tarafa nzima ya Kipatimu haina kituo cha afya. Tarafa yenye kata 4, tarafa yenye vijiji 22, tarafa yenye vitongoji 102, yenye wananchi zaidi ya 56,000 haina kituo cha afya. Niliona jambo hili sio jema, nikazungumza na taasisi ya Pan Africa Energy ambayo ndiyo inafanya uziduaji wa gesi ya asili kwenye kisiwa cha Songosongo. Kasema uwezo ukazidua gesi ya asili nzuri kiasi hiki kikakupa faida katika maeneo yako, usiangalie afya ya watu wa Kilwa. Na washukuru management ya Pan Africa Energy ilinielewa, lakini na board of directors inaelewa vizuri. Hivyo wametuletea milioni 800 ya kujenga kituo cha afya cha kisasa kwenye tarafa ya Kipatimu. Akiwaondolea hofu wakazi wa Kilwa Kisiwani kuhusu uwekezaji na kutangazwa kwa kisiwa hicho kuwa urithi wa dunia, Comrade Ngubiagai anasema katika aina yoyote ya uwekezaji, mtu wa kwanza anayeangaliwa ni mwananchi. Mtu wa kwanza, Mwalimu Nyerere alisema maendeleo yoyote ya taifa hili la Tanzania, kipaumbele cha kwanza ni mwananchi mwenyewe. Maendeleo yawe ya watu, sio maendeleo ya vitu. Ndio kauli ya muasisi wa taifa hili. Na marais wote waliofuata wanafuatisha hayo hayo. Kuna maeneo ambayo yatachukuliwa kwa ajili ya uwekezaji. Haimaanishi kwamba wananchi wataondoshwa au wataambiwa sio ruhusa kukanyaga au kuishi eneo hili. Mfano mzuri hata kwenye mbuga ya wanyama kule Ngorongoro. Ni mfano mzuri sana kuigwa. Wanaishi wananchi na mifugo yao, na kuna wanyama pori wanaishi, wanaendelea na maisha yao, lakini kuna watalii wanakuja, wanaendelea na vionjo vyao. Kila mtu anaburudika kwa sababu ni dunia Mwenyezi Mungu atupa, kila mtu aweze kufurahia maisha na kufurahia dunia. Ndio
kitu ambacho Mungu wetu anachotaka watu wafanye. Kilwa Kisiwani, Songo Mnara imetangazwa tangu mwaka 1981, muda mrefu, kuwa ni sehemu ya urithi wa dunia. TAWA ambao sasa hivi wapo wamepewa dhamana hiyo ya kuendeleza, wanaendeleza eneo lile tu ambalo limeshawekwa katika mapping kwamba eneo hili ndiyo eneo la urithi wa dunia. Kuna mambo kale, magofu na kila kitu. Watalii watakuja, utafiti utafanyika, watu watapata mapato, kazi, ajira na kadhalika kwenye maeneo hayo. Lakini Kilwa Kisiwani hiyo itabaki kuwa na wakazi wa Kilwa Kisiwani. Kitachofanyika zaidi ni kuboresha huduma za kijamii Kilwa Kisiwani, wapate maji safi na salama, wapate umeme, kuwe na sehemu zahanati iko pale iboreshwe zaidi, shule wanayo iboreshwe zaidi, mazingira yote yawepo. Na hii inaongozwa na sheria ya, ukiacha sheria ya mipango miji, tuna kitu kinaitwa Land Use Plan au mipango bora ya matumizi ya ardhi. Tunatengeneza mipango bora ya matumizi ya ardhi, imeshafanyika pale Kilwa Kisiwani, imeainisha maeneo ya watu kuishi, maeneo ya ibada, nyumba za kawaida, na imeainisha eneo lote ambalo liko katika World Heritage au urithi wa dunia. Eneo lile tu ndo halitoguswa, litaendelezwa kutokana na kanuni zao za kuweza kuimarisha maeneo yao ya urithi wa dunia. Lakini eneo lingine lote la Kilwa Kisiwani, gati mtaupanda ni moja, mtalii anapanda hiyo, mwananchi anapanda hiyo. Maji na umeme ya aina moja. Hakutokuwa na haina yoyote ya kusema kwamba wananchi mwisho hapa mipaka. Huo ni ukaburu. Sisi kwetu hapa ni wajamaa. Hatuwezi kusema mtaa huu asipite fulani, hapana. Mradi uvunji sheria, unakwenda kufanya shughuli zako za kawaida, unaruhusiwa kuishi ndani. Tena itakuwa ni heshima kubwa ambayo serikali inawapa hawa wananchi wa Kilwa Kisiwani. Nimechukulia mfano wa Songo. Pamoja na uziduaji mkubwa wa gesi ya asili, hakuna mwananchi hata mmoja wa Songo kaambiwa hama. Zaidi tumewaambia mtapata umeme, mtapata na huduma nyingine za kijamii bure kutokana na rasilimali hii ya gesi. Kwa hiyo ni watoe hofu wananchi wa Songo wa Kilwa Kisiwani pamoja na maeneo mengine yoyote kama Rushungi kwenye Grumeti, kama huku Selu na maeneo mengine, kwamba tuko kwa ajili yao, tuhakikishe usalama na ulinzi wao, lakini na ustawi wa maisha yao. Katika mafanikio hapakosi changamoto. Je, ni changamoto gani wananchi wanakumbana nazo? Kwa mfano, tuna changamoto kubwa katika sekta ya kilimo kwenye wilaya yetu ya Kilwa. Wananchi wanalima ufuta mzuri sana, unaingiza mapato mazuri sana. Lakini sekta ya ufuta, kilimo cha ufuta, ni kati ya kilimo ambacho kina uharibifu mkubwa wa mazingira. Kwa sababu ya nini? Wananchi wanaamini kwamba unapolima shamba la ufuta mwaka huu, mwakani usilime hapo. Ukilima hapo the same year, ina maana ufuta wako mapato yake yatapungua sana. Kwa wananchi wengi wanakuja Kilwa, na kwa sababu misitu ipo, mapoli yapo, mwaka huu anakata hapa na lima, mwakani anakata hapa na lima, mwaka unaofuata anakata hapa na lima, harudi tena kule nyuma. Hiyo ni mbaya sana. Umefanyika utafiti na wataalamu wetu, imeonekana ufuta unaweza kulimwa eneo moja hata miaka 30, mradi unafuata kanuni za kilimo bora. Basi. Lakini watu wetu kwa sababu walikuwa hawana taaluma hiyo, hawana ujuzi huo, ndio sababisha wahamehame waende kulima maeneo tofauti. Halmashauri yetu tumejipanga vizuri. Tunatoa elimu ya kutosha kwa wakulima wote wa ndani na nje. Kumbuka kwamba Kilwa inavamiwa na wananchi mbalimbali kutoka labda Liwale na Chingwea, Ruangwa, wengine kutoka mpaka Newala, Mtwara kule. Ndugu zangu wa Makonde wanakuja kulima. Na wale ndio wanafyeka vizuri mwakani na kwenye msitu mwingine. Sasa tunawapa elimu ya kuwapa kufahamu kwamba unaweza ukalima shamba lako kwa miaka yote, na ile inakupa tija, manake gharama za uendeshaji wa shamba unakuwa mdogo kuliko kila mwaka unafungua shamba jipya. Lakini la pili, tuna changamoto ya uchomaji moto ovyo. Mazingira yetu yanachomwa sana moto, hasa kipindi cha dry season, mwezi wa 7, wa 8, wa 9.
kipindi cha kiangazi pale watu wanachoma tu moto. Wengine wanachoma moto kwa sababu ya furaha tu maeneo yawe wazi bila logic yoyote. Mwingine anachoma moto kwa sababu tafuta digidigi, tafuta wanyama wadogo wale, mbawara na nini, kuwinda kidogo. Lakini mwingine anachoma moto kama sehemu ya kuandaa shamba. Yote hayo matatu hayakubaliki. Moto una athari kubwa katika ardhi. Rasilimali ardhi inaharibika sana. Unaua, wanasema ile ekolojia ya ardhi kwa maana ya miti, mimea, viumbe wa asili na kadhalika. Ardhi ile ina ekolojia yake pale. Kuna bakteria, kuna wanyama wengine wadogo tuone hata kwa macho, lakini wanasaidia kufertilize ile ardhi. Unavyowachoma moto unaua kila kitu katika ardhi. Kwa hiyo sisi tumepiga marufuku, tumetoa elimu ya kutosha, lakini nimetoa maelekezo kwa watendaji wa vijiji na kata kuwakamata wote ambao watahusika na uchomaji moto wa ovyo, kwa sababu zipo sheria za mazingira ambazo ni guideline nzuri kabisa. Watapigwa faini au kifungo. Tukifanya hivyo, nafikiri tunaweza ndugu zangu wa Matumbi wakanielewa kwamba sasa tunalinda misitu yetu kwa ajili yetu sisi wenyewe. Lakini kuna changamoto zingine kama unafahamu wilaya yetu ni kubwa sana, za barabara. Barabara nyingi za TARURA hazitumiki mwaka mzima. Ukienda tarafa ya Kipatimu, ukienda tarafa ya Pande, ukija tarafa ya Miteja, ukienda na Njilinji, Njinjo, maeneo yote hayo kuna vijiji vifikiki vizuri, vinafika tu msimu mmoja wa kiangazi. Mvua zikianza, mawasiliano yanakatika, gharama maisha yanapanda na kadhalika. Lakini haya ni mambo ambayo tunawaachia waheshimiwa wabunge waweze kuona namna gani wanaongeza bajeti katika mfuko wa bodi ya barabara ya mijini na vijijini TARURA ili kusudi waweze kusaidia. Nashukuru sana uanzishwaji wa taasisi ya RUWASA, mamlaka ya maji katika maeneo yetu. Kwa kweli wana mchango mkubwa na mzuri. Hivi karibuni tuliletewa fedha katika miradi mitatu mikubwa hapa Kilwa. Tuliletewa mradi wa maji pale Somanga ambao umekamilika 100% wa kujenga chanzo cha maji, kuweka pump house na kujenga tanki la lita 100,000. Lakini tumejenga vile vile mradi wa maji mzuri pale Pande Ploti. Tangu uhuru hawajakunywa maji ya bomba tarafa ya Pande. Kwa hiyo Pande Ploti tumepelekewa fedha, imejengwa chanzo cha maji, pump house pamoja na tanki la lita 120,000. Maji yanatoka katika PT zaidi ya 12. Lakini vile vile maji yanasambazwa vizuri pale njia 4. Kuna kijiji cha njia 4 ni karibu na Tingi na Somanga katikati. Pale vile vile maji yamesambazwa kutoka Mingumbi Water Project. Kwa hiyo kuna maji yanatoka project ya Mingumbi yanashuka pale Tingi, wananchi wanapata maji ya kutosheleza, na imetawanya vijiji 6 mpaka hapa Miteja maji wananchi wanapata. Kuna changamoto za watumiaji wa ardhi, zile kamati zao. Rai yangu kwao ni kwamba waendelee kusimamia vizuri hivi vyanzo vya maji, miundombinu kama mabomba, koki za maji, lakini waone kiwango kizuri cha kutoza unit ya maji. Kusudi badala kuwa sasa ni furaha kwa wanakijiji, baadaye ikawa ni mzigo. Na wananchi vile vile ningewaasa sana kwenye kulima na kufanya shughuli zao za kimaendeleo, walinde vyanzo vya maji, walinde miundombinu ya maji. Unajua, unaweza ukatengeneza miundombinu mizuri ya maji, lakini kama huna vyanzo proper vya maji, maji yataadimika. Huwezi ukapampu hewa kupeleka kwa watu kutumia. Lazima upampu maji yaende kwa watu. Kwa ulinzi wa vyanzo vya maji ni kitu muhimu ambacho sisi kama viongozi lazima tukisimamie kwa nguvu zote. Tulinde vyanzo vyetu vya maji kusudi tuwe na maji ya kutosha. Wanasema inawezekana vita ijayo ikawa sio vita gombea mafuta, ikawa vita kuu ya dunia gombea maji. Binadamu wanaongezeka, mifugo inaongezeka, viwanda vinaongezeka, na wote hawa wanataka maji. Kwa hiyo maji lazima tuyatunze ili kusudi atusaidie
katika shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Hayo yote utayapata kila siku ya Jumanne hapa Historia Tanzania TV. Usikose kusubscribe, kukomenti na kulaiki.